So moving forward, tunaenda upande wa gharama. Tunaona administrative expenses za Nicole ziliweza kupungua kutoka bilioni 2 2022 mpaka bilioni 1.4. Hii au hili ni punguzo la kama 30%. So kwa wale ambao wako wapya kabisa, mwanzo tumeongelea mapato ya Nicole. Tumeona ameongezeka katika ile biashara yake ya msingi kabisa, ameongezeka kwa 34%. Lakini tunaona gharama za uendeshaji vile zimepungua kwa 30%. Hii imepelekea faida ya uendeshaji, operating profit, kuweza kuongezeka kwa 60%, kutoka bilioni 6.28 mwaka 2022 mpaka bilioni 10.08 kwa mwaka 2023. Hii kwa hiyo hapa kwa mtu mpya kabisa naona kabisa faida za sometime faida inatokana na kuongeza mapato, lakini vile faida inaweza kawa magnified vile kwa kupunguza gharama. Kumbuka kampuni kama Nicole nature yake sio heavy asset based. Wao wanachohitaji ni mzigo tu waanze kuwekeza. So ni kampuni ambayo unaweza kawa na wafanyakazi 5 tu na wakafanya kazi nzuri kabisa ya kuwekeza. Kilichoongezeka Nicole ni finance costs ambazo ziliongezeka kwa zaidi ya 100% kutoka milioni 80 mwaka 2022 mpaka bilioni 2.4. Maana yake nini? Maana yake kuna mkopo hapo ulichukuliwa mwaka 2022, ulikuwa mkopo almost bilioni 21.6 kwa riba 11.5 benki ya DTB, na huu ni mkopo ambao utaishi kwa miaka 7. Kwa hiyo wameanza kuservice ule mkopo kulipa. Lakini 2023 Nicole Bevere alichukua mkopo wa bilioni 1.1 kwa the same rate ya 11.5. Huu ni mkopo ambao utakuwa una term ya miaka 3 na ulichukuliwa kwa ajili ya hizo subsidiary investments tutaziona huko mbele, mambo ya real estate hayo. Umeona? So hii kuservice mkopo kumezi magnify gharama za financing kutoka milioni 80 mpaka bilioni 2.4.